Yesu alisema kwamba yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, asione shaka moyoni mwake, bali aamini. Ni mlima gani ambao unaupitia sasa hivi? Huo mlima unaoupitia sasa ni wakati wa kuapply imani. Kama mlima ni afya, tafuta neno linalohusu afya, alafu liambatane na ushahidi. Kama ilikuwa ni changamoto yoyote, labda umeshasema sasa hivi kwamba katika uzao wako haupati mtoto, neno la Mungu linasemaje? Linasema hapata kuwa na tasa wala kwenye kuharibu mimba. Inahitaji sasa ushahidi. Kwa hiyo nilichukue neno, nianze kuliamini neno 100%. Haleluya, haleluya. Tunaukaribisha Love of Jesus Center, udhihirisho wa upendo wa Yesu. Karibu katika wakati huu mzuri ambao siku ya leo tunakuijia hapo ambapo unatufuatilia, na tunakuja na mafundisho ya neno la Mungu ambayo Roho Mtakatifu ametuwezesha mpaka wakati huu na ametupa neema hii kuweza kukufikia hapo ulipo. Tulijifunza mambo mengi kuhusiana na imani ya kuhamisha milima. Tulijifunza kwamba kwa sababu ni mapenzi ya Mungu sisi kuishi maisha ya imani, na Mungu anapendezwa. Anasema watu wangu wataishi, wenye haki wangu wataishi kwa imani. Mungu anapendezwa na sisi kuishi maisha ya imani. Lakini anataka hii imani tuitumie kuweza kuhamisha changamoto mbalimbali, kuweza kuhamisha vikwazo mbalimbali. Lile jambo ambalo unalipitia saizi, ambao umeona akili zako zimefika mwisho, Mungu anahitaji hiyo imani uliyokuwa nayo ndani yako, ili kuweza kuitumia hiyo imani, ili kuweza kuhamisha, kuondoa hiyo changamoto, kuondoa hiko vikwazo, kuondoa hayo mahangaiko, kuondoa hivyo vitu ambavyo vinakusumbua sasa hivi. Sasa tulijifunza mambo mengi kuhusiana na imani, tulijifunza mambo imani, jinsi ya kutoa matamko ya imani. Yaani yale matamko, utoe matamko na matamko yaweze kutokea. Tumejifunza kuhusiana na kuondoa shaka, kwa sababu watu wengi wanashindwa kuona udhihirisho wa kile ambacho wanakitamka, ambacho wamekiamini kwa sababu ya mashaka. Na kuwa na shaka unakukwamisha wewe usipokee kutoka kwa Mungu. Sasa siku ya leo ni siku ambayo tunaendelea katika awamu nyingine nzuri, na nikualike basi uweze kufuatilia fundisho hili. Haleluya. Sasa twende moja kwa moja kwenye neno la Mungu, na nisome neno la Mungu kwenye kitabu cha Marko, na hili ndio andiko letu la msingi. Kitabu hiki cha Marko ndio andiko letu la msingi na somo hili, imani ya kuhamisha milima. Nisome neno la Mungu kwenye Marko 11:23 mpaka 24. Neno la Mungu linasema, amini nawaambia, yoyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo yasemayo yametukia, yatakuwa yake. Sura 24 anasema, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Sasa leo tunaenda kuzungumza kuhusiana na maombi, sababu Bwana Yesu anaoanisha swala la maombi na kuhamisha milima, kuhamisha changamoto. Hizo changamoto unazozipitia, hivyo vitu, hiyo mikwamo, hivyo vizuizi ambavyo vipo sasa hivi, Yesu anawaambia yoyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, asione shaka, aamini ndani ya moyo wake. Lakini anasema yoyote ambayo mnayaomba mkisali. Kwa hiyo anazungumzia suala la maombi. Anaonesha kwamba anaoanisha maombi upande mwingine, uhamishaji wa milima, uhamishaji wa changamoto, uhamishaji wa matatizo sehemu nyingine. Na anasema mstari wa 24, anasema neno lake linasema hivi, kwa sababu hiyo nawaambia yoyote myaombayo mkisali. Kwa hiyo anazungumzia swala la muhimu na la msingi sana katika maisha yetu ya imani, katika maisha ya kumtegemea yeye, ni kwamba tunahitaji kuwa watu wa maombi. Tunahitaji kuwa watu wa kuomba. Na kwa sababu Bwana Yesu anaoanisha swala la maombi na swala la kuhamisha milima, maana yake ni kwamba inatuhitaji sisi
tuweze kuongeza au kuweza kuchochea ndani yetu ule moto wa maombi, kuweza kuwa na muda wa kuweza kuomba, muda wa kuweza kuomba mbele za Mungu. Sasa mwanafunzi anaweza akajiuliza, Bwana Yesu anazungumzia, anaoanisha maombi na anaonisha kuondoa changamoto. Sasa maombi ni nini? Maombi ni nini? Kwa sababu naweza kuzungumzia maombi alafu jibu lipo kwamba maombi ni mawasiliano kati ya muamini, kati ya mtu na Mungu kupitia Kristo. Maombi ni mawasiliano, unawasiliana na Baba wa mbinguni, na mawasiliano ni ya pande mbili. Wewe unasema na unasikiliza, wewe unasema na unasikiliza, kwa sababu unaye Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuwezesha katika haya mawasiliano, na ni mawasiliano ni pande mbili, lakini kupitia Kristo. Na ndio maana neno la Mungu linasema hivi, soma kwenye ile Yohana 14:6, anasema mimi, Yesu anajitambulisha, mimi ndio njia, kweli na uzima, hakuna awezaye kumuona Baba pasipo mimi. Ina maana katika maombi huwezi ukamuona Mungu kupitia maombi pasipo Kristo, huwezi. Maana yeye ndio njia, yeye ndio njia, yeye ndio kweli, yeye ndio uzima, ndio njia ya maombi yako. Kwa hiyo maombi ni yale mawasiliano kati ya muamini, kati ya mtu na Mungu kupitia Kristo, kwa sababu yeye ndio njia, yeye ndio kweli, yeye ndio uzima. Lakini Biblia inasema hivyo kwenye kitabu cha Wakolosai 3:17 kwamba lolote mnalolifanya mnatakiwa mlifanye kwa jina la Yesu Kristo. Ina maana hata maombi tunayoyaomba, haya mawasiliano, unapoingia kwenye mawasiliano, unapoingia kwenye kuwasiliana na Mungu, ni katika jina la Yesu. Tusome Wakolosai 3:17. Neno la Mungu linasema, na kila mfanyalo, anasema kila mfanyalo, ina maana kila mfanyalo ni hata maombi. Anasema hivi, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Kila mlifanyalo linatakiwa kufanyika kwa jina la Yesu, tukimshukuru Baba kwa yeye. Kwa chochote unachokifanya kifanye, na neno linasema chochote unachokifanya kifanye kwa jina la Yesu Kristo. Maombi yafanye kwa jina la Yesu Kristo. Kusoma fanya kwa jina la Yesu Kristo. Chochote, kupika fanya kwa jina la Yesu Kristo. Kuendesha gari fanya kwa jina la Yesu Kristo. Chochote unachokifanya, jambo lolote unalolifanya, kula kwa jina la Yesu Kristo, kuimba kwa jina lolote, jambo lolote, Biblia inasema ulifanye kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa hata maombi ni kwa jina la Yesu Kristo. Ina maana ni lazima uwe na neno la Kristo, ni lazima uwe na neno la Mungu, kwa maana neno lina nguvu ya kukuwezesha. Neno linakupa, kwa sababu Mungu anaangalia neno lake, linakupa ile nafasi ya kuweza kusema, ya kuweza kupeleka hoja mbele za Mungu. Haleluya! Sasa baada ya kuangalia maombi, kuna kitu cha msingi, mambo kadhaa ambayo nataka tuweze kujifunza tukiwanisha na maombi. Jambo la kwanza ni kwamba Mungu anataka tuombe siku zote, wakati wote. Sisi tuwe ni watu wa maombi. Maombi yanatakiwa yawe maisha, kwa sababu maombi ni mawasiliano, maombi ni fellowship, ni uhusiano na Mungu wetu. Kwa hiyo hakitakiwi kuwa kitu cha msimu, kinatakiwa kiwe kitu cha kila siku. Ndio maana kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5, hem tufungue Wathesalonike wa kwanza 5:16 mpaka 17. Anasema hivi, furahini siku zote, ombeni bila kukoma. Furahini siku zote, lakini ombeni bila kukoma. Kwa hiyo ina maana neno la Mungu
linatutaka sisi tuwe ni watu wa maombi, na Biblia inasema tuombe ili tusije tukaingia kwenye majaribu. Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake, ukisoma ile Mathayo 26:41, anawaambia ombeni msije mkaingia katika majaribu, ikiwa ina maana swala la maombi ni swala muhimu sana, ni swala muhimu katika maisha yetu, ni swala muhimu katika maisha ya muamini, kwamba maisha yetu yanahitaji kuomba, maisha yetu yanahitaji kusikia kutoka kwa Mungu, maisha yetu yanahitaji ushirika na Mungu, na huu ushirika unajengwa kupitia maombi. Na ndio maana anasema ombeni, anasema furahini siku zote, wakati wote ni kufurahi. Furahi ndani ya moyo wako. Anazungumzia furaha, na furaha ndani ya ufurahi. Anasema ombeni siku zote. Kwa hiyo Mungu anatuhitaji sisi kuomba. Na ukisoma kitabu cha Luka, Yesu anatoa mfano, lakini anasema tunatakiwa kuomba bila ya kukata tamaa. Yaani wakati wote unatakiwa swala la maombi liwe swala la kipaumbele. Swala la kuongea na Mungu wako liwe swala la kipaumbele, na sio swala la msimu, na sio swala la wakati fulani, na sio swala la kuchagua, kwa sababu neno linatuhitaji tuombe. Neno linahitaji tuombe. Na ndio maana Yesu sasa anaambia yoyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, asione shaka moyoni mwake. Lakini anasema atakaye omba aamini, mstari wa 24, kwamba ameyapokea, nayo hayo anayoyaomba yatakuwa ya kwake. Kwa maana ya kwamba anaonyesha umuhimu wa sisi kuweza kumuomba, umuhimu wa sisi kuweza kuomba. Na anaonyesha pia kwamba sisi hapa maisha ambayo tunayo hapa duniani, hauwezi ukasurvive, hauwezi ukaishi maisha ya ushindi pasipo maisha ya maombi. Ndio maana Bwana Yesu hata yeye alikuwa anaomba. Na sisi ambao tuna ile sura yake, sura na mfano wake, tuna ile tabia yake, tunatakiwa tuwe watu wa maombi. Swala la maombi sio swala la kusukumwa, sio swala la kuhimizwa. Inakuwa ni sehemu ya maisha, ni sehemu yetu. Haleluya. Hebu tusifungue Mathayo 26. Tukianzia 40. Neno linasema hivi: akawajia wanafunzi, akawakuta wamelala. Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja na mimi hata lisali moja? Akionyesha sali moja ni saa dogo sana kwenye maombi. Yaani kwa maana nyingine inaweza kuwa ndio kiwango kidogo. Yaani hamkuweza kukesha hata mimi hata lisali moja. Mathayo 26:41 anasema kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi lakini mwili udhaifu. Kwa hiyo sasa Yesu anaonyesha kwamba maisha yetu hapa tunapoishi hapa duniani yanatakiwa yawe ni maisha ya maombi. Na anaonyesha kwamba kumbe kuna majaribu yanaweza yakaingia kwa sababu tu wewe umekuwa sio mtu wa maombi. Anaoanisha maombi na majaribu, kwamba kuna jaribu linakuja, limepewa mwanya tu na wewe kutokuwa mtu wa maombi, kwamba huombi. Kwa hiyo majaribu yanakuja kwa sababu hauombi. Maana anasema hivi, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Kwa hiyo kuomba msije mkaingia, kwa maana ni chance, kwamba ukiomba, ukiwa na muda wa kuomba, ukiwa na muda wa kukesha, ukiwa na muda wa kumtafuta yeye, kuna majaribu hutaingia. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema tusimpe ibilisi nafasi. Ukisoma Waefeso 4:27 inasema usimpe ibilisi nafasi. Kwa maana sasa kumbe tusipokuwa na muda wa maombi tunakaribisha yule mjaribu, yule ibilisi. Kwa unaweza ukatoa room, kuna vitu ukatoa nafasi. Na Biblia inasema tusimpe ibilisi nafasi. Inasema usimpe, Waefeso 4:27, usimpe ibilisi nafasi. Kwa maana ukitoa nafasi kwa ibilisi au yule adui au yule mshtaki,
anaitumia. Kwa hiyo neno nasema kesheni, msije mkaingia kwenye ombeni. Haleluya, haleluya. Najua wewe unayosikiliza sasa hivi, ile kiu ya maombi ndani yako itaongezeka, ile milima itaondoka. Pale ambapo utaanza kupiga goti, pale ambapo utaanza kusimama kuweza kutamka, utaweza kuomba kwa habari ya hiyo changamoto, pale ambapo utaanza kumwamini Mungu kwa habari ya hiyo changamoto, pale ambapo utaanza kuliona tumaini, utapoingia kwenye maombi, utapoingia kwenye kufunga, Mungu anaenda kutoa, Mungu anaenda kuhamisha, Mungu anaenda kubadilisha hiyo historia. Hilo jambo linaenda kubadilika kwa sababu umeamua kumwamini yeye. Na kitendo cha kuanza kuomba, kitendo cha kuanza kumrudia yeye na kuomba, inamaanisha kwamba wewe unamtegemea, inamaanisha kwamba wewe unatumaini, inamaanisha kwamba wewe unamtumaini na yeye kwa sababu Mungu anahitaji watu ambao wanamtegemea. Ndio maana neno nasema hivi, watu wangu wataishi kwa imani. Na anasema pasipo imani hauwezi kumpendeza, pasipo kumtumaini yeye hauwezi kumpendeza. Haleluya, haleluya. Jambo lingine la pili ambalo nataka tunaoanisha mlima, changamoto mbalimbali, Bwana Yesu anayoanisha na maombi yoyote ambayo mtayaomba mkisali. Sasa jambo la pili ambalo lina nguvu na linaendana na maombi, Biblia inazungumza kwa habari ya malango. Biblia inazungumza kwa habari ya malango. Ukisoma Isaya 60:11, Biblia inasema malango yatakuwa wazi, malango yenu yatakuwa wazi, malango yatakuwa wazi. Tusome Isaya 60 mstari wa 11. Anasema hivi, malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Anasema malango yako yatakuwa wazi, hayatafungwa mchana wala usiku. Haleluya. Kwa hiyo malango yanakuwa wazi pale ambapo wewe utasimama kuomba, pale ambapo wewe utakuwa mwombaji. Zile changamoto ambazo zimeziba malango yako, zimeziba baraka zako, zimeziba wewe kufanikiwa, neno linasema ya malango yanatakiwa yawe wazi daima, yawe wazi, hakuna wa kuyafunga malango. Na inasema hivi, hayatafungwa mchana wala usiku. Sasa Biblia inatoa tafsiri nzuri kwamba haya malango yanatakiwa yawe wazi, na wewe kupitia kuomba, kupitia kutamka, ni jukumu lako wewe kuweza kuamuru, kuyasema malango kuwa wazi. Ninasema haya malango yanatakiwa yawe wazi daima, na inaoanisha sasa malango na utajiri au mafanikio au breakthrough, inaoanisha mpenyo, kwamba haya malango yanatakiwa yawe wazi mchana na usiku. Na Biblia, unajua neno la Mungu linatoa tafsiri vizuri, linajiinterpret lenyewe, lina tafsiri lenyewe kwamba haya malango yako wazi. Kwa hiyo kupitia maombi ni wewe unatakiwa usimame usababishe malango yawe wazi, na umepewa muda usiku. Kwa Biblia haijaacha hivi hivi, imekupa pamoja na nyakati, imekupa na siku, inakwambia ili utajiri wa mataifa upate kujilia, ili zile fursa zipate kujilia, kwa sababu adui kazi yake ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Sasa Biblia inasema hivi, ili utajiri wa mataifa anasema ili ipate kukujilia, inatakiwa hayo yawe wazi. Yawe wazi muda gani? Anasema yawe wazi na yasifungwe. Yawe wazi muda gani? Yawe wazi usiku. Kwa hiyo ina maana kama nimeshaambiwa malango yangu yanatakiwa yawe wazi usiku, ina maana jukumu la kusababisha mimi malango yawe wazi ni mimi ndio mwenye jukumu. Kwa ina maana usiku napaswa kuamka kuyatamkia malango, niyaambie malango lisikie neno la Bwana,
achilia baraka zangu. Baraka zangu hazizochukuliwa, hakuna wa kuzifunga. Natamka uwazi katika jina la Yesu Kristo, silaha zozote, kila silaha zozote ambazo zimepangwa kuzuia baraka zangu ninazifuta. Kwa hiyo unatakiwa uamke usiku. Biblia imesema mpaka muda. Alafu ukisha control malango, anasema hayo malango yanatakiwa yawe wazi. Ina maana kwa kuomba, kupitia kutamka, kupitia kusema, unaanza kuhamisha zile changamoto, unaanza kuhamisha vile vikwazo, na hivyo vikwazo unavihamisha kupitia maneno, kupitia neno la Mungu lile ambalo unalitamka. Kwa sababu neno la Mungu ni nguvu, neno la Mungu li hai, neno la Mungu ni zaidi ya silaha, ni zaidi ya silaha yoyote unayojua wewe. Linaharibu, linasambaratisha, linabomoa, linaangamiza. Kwa hiyo wewe kupitia maombi, ukisimama, unaamka usiku, unaanza kusema, achilia vitu vyote ambavyo vimeshikiliwa, achilia. Biblia inasema malango yatakuwa wazi, lakini inaonyesha matokeo ili utajiri upate kukujilia, ili mafanikio yapate kukujilia. Kama mafanikio katika eneo lolote, katika kila eneo yapate kukujilia, utoshelevu upate kukujilia, wingi upate kukujilia, utele upate kukujilia, ongezeko upate kukujilia, kuinuliwa upate kukujilia. Vyote yanahitaji wewe kukaa katika nafasi yako, malango yawe wazi usiku. Lakini inazungumzia hatua nyingine tena, inazungumzia nyakati nyingine tena, mchana. Kwa hiyo imeshakupa kwamba kumbe ni usiku na mchana. Soma turudie tena. Isaya anasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Kwa hiyo mchana wala usiku. Kwa hiyo usiku ni zamu, mchana malango ya mchana, kwamba lazima nitafute nafasi nizungumze na malango, kwamba achia, hakuna wa kuziba. Mipango yote inayokuhamisha ninaiondoa, vikwazo vyote ninaviondoa kwa jina la Yesu. Unaniambia imeandikwa, mimi ni kichwa na wala sio mkia. Nimeandikwa, mimi nimebarikiwa, mimi ni mbarikiwa, ninatangaza baraka kuja kwangu. Na hivyo ndivyo ilivyo, na hivyo ndivyo mimi nilivyo. Haleluya. Kwa hiyo malango yanatakiwa yawe wazi, yawe wazi daima. Haleluya, haleluya. Na haya malango yanaambiwa sio lazima uwe na neno la Mungu, kwa sababu Biblia inasema hivi, neno la Mungu ni hai, neno la Mungu lina nguvu, na neno haliwezi kurudi bure, huwa linaenda kutimiza lile ambalo limekusudiwa. Tusome Isaya 55:11. Hapo tuko Isaya 60, turudi Isaya 55:11. Anasema 11, ndivyo itakavyokuwa neno langu, anazungumzia ndivyo itakuwa neno langu Mungu litakalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Litafanikiwa katika yale mambo niliyolituma. Kwa neno unavyolisema, kwa hiyo matamko unavyosema, malango unavyoamuru, zile baraka unavyoamuru, unavyosema, unavyojitabiria, anasema vitaenda kufanya lile ambalo limetumwa, lile ambalo limekusudiwa. Nitasema mchana, nitasema usiku, nitasema mchana, nitasema usiku, kwa neno la Mungu, kwa sababu neno alirudi bure, linaenda kutimiza lile ambalo limekusudiwa. Kwa hiyo nikutie moyo wewe ambaye unafuatilia sasa hizi, nikwambie hivi, katika eneo ambalo upo sasa hivi, changamoto ambayo yote unayopitia sasa hivi, tafuta neno la Mungu linalosema kwa habari ya hiyo changamoto. Leo nakupa homework. Angalia sehemu kwa changamoto unayopitia. Angalia, tafuta kujua neno la Mungu linasema nini kuhusiana na hiki. Kama ni ndoa, neno la Mungu linasema nini kwa habari ya ndoa? Kama ni watoto, neno la Mungu linasema nini kwa habari ya watoto? Kwa sababu Biblia ina kila kitu, ni maisha yetu, kila kitu.
Kila kitu kipo humu. Neno lina lengi linasimamia katika biashara. Tafuta neno la Mungu. Ukishalijua neno la Mungu, amuru. Anza kusema imeandikwa. Neno linasema hivi. Ninatamka na ninaliona. Na hivyo ndio ninavyoviona, na mimi ndio niko hivyo. Unaanza kusema. Na Biblia imesema mchana usiku. Mchana unamka, usiku unasema, mchana unasema, usiku unasema, mchana unasema. Unatamka. Utaanza kuona hali zinabadilika. Kwa sababu neno halirudi bure, huwa linaenda kutimiza. Usitake kusema maneno, sema neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu ni upanga, ni silaha kuliko silaha yoyote unayojua wewe, silaha yoyote ya kivita. Silaha yoyote unayojua ya kivita, hiyo haiwezi kufikia nguvu ambayo ipo kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo unapolitamka, unapotamkia hiyo changamoto, unapotamkia huo vikwazo, unapotamkia huo mlima, tayari vitaanza kuondoka, vitaanza kuyeyuka, vitaanza kubadilika kwa sababu ya hilo neno. Mungu akubariki sana. Nataka niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya maisha ya mtu huyu. Namkabidhi mikononi mwako sasa hivi. Ninaenda kung'oa kila aina ya uzito ndani yake, uzito wote wa kuomba, vazi lile la uzito ninaling'oa katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka ushindi, natamka baraka, natamka kufanikiwa, natamka ongezeko ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya ile kiu, kama vile ayala anavyotamani maji ya mto. Baba, asante kwa maana mtu huyu na atakuwa na kiu ya maombi, kiu ya kusoma neno, kiu ya kutafakari neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya uweza na nguvu zako. Haleluya. Nikushukuru sana kwa kuweza kufuatilia. Lakini ukiwa unahitaji maombi, unahitaji ufafanuzi, unaweza ukapiga namba hii 0768 60 13 27. 0768 60 13 27. Unaweza ukapiga, na pia unaweza ukatuma ujumbe mfupi kama unahitaji msaada, unahitaji maombi, utapigiwa. Love of Jesus Center, udhihirisho wa upendo wa Yesu. Mungu akubariki. Yesu alisema kwamba yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, asione shaka moyoni mwake, bali aamini. Ni mlima gani ambao unaupitia sasa hivi? Huo mlima unaoupitia sasa ni wakati wa kuapply imani. Kama mlima ni afya, tafuta neno linalohusu afya, alafu liambatane na ushahidi. Kama ilikuwa ni changamoto yoyote, labda umeshasema sasa hivi kwamba katika uzao wako haupati mtoto, neno la Mungu linasemaje? Linasema hapata kuwa na tasa wala kwenye kuharibu mimba. Inahitaji sasa ushahidi. Kwa hiyo nilichukue neno, nianze kuliamini neno 100%.